Waandishi wa habari wa Afrika na wale wa Irani wamenyimwa visa kuripoti kombe la dunia nchini Marekani. Shirikisho la kimataifa la wanahabari wa michezo limesema kuwa limemwandikia mkurugenzi wa uhusiano wa vyombo vya habari wa FIFA kuchukua hatua za haraka. Wanahabari wengi wa Kiafrika na wa Irani wamenyimwa visa muhimu za kuripoti kombe la dunia nchini Marekani, kulingana na chama cha kimataifa cha wanahabari wa michezo. Chama hicho kilituma barua siku ya Ijumaa kwa Brian Swanson, mkurugenzi wa uhusiano wa vyombo vya habari wa FIFA, na Jochen Steinhoff, mkuu wa uendeshaji wa huduma za vyombo vya habari wa bodi inayosimamia soka. Tunajikuta tunakabiliwa na tatizo la muda mrefu na lisilokubalika kwetu waandishi wa habari, kunyimwa visa ya kuingia kwa wenzetu walioidhinishwa mara kwa mara, rais wa chama Gianni Meiro aliandika kwenye The Athletic. Kuna kesi nyingi, wenzetu wa Irani, wenzetu wa Kiafrika ambao wengi wamepewa nafasi moja, kwa hivyo timu yao ikienda kucheza Canada au Mexico na wakaifuata, hawawezi tena kurudi Marekani. Kesi hizo ni nyingi na narudia, hazikubaliki. Natumai FIFA inaweza kufanya kila linalowezekana ili kupata visa. Tayari tuko nyuma kwa kiasi kikubwa ratiba, na wenzangu wengi tayari wamepoteza fursa ya kutumia tiketi za ndege zilizopangwa kwa wakati, na pia watakabiliwa na gharama kubwa za ziada. Michuano ya kombe la dunia ya FIFA yenye timu 48 itaanza siku ya Alhamisi tarehe 11 mwezi wa Juni, na ratiba yake itatamatika Julai 19 kwa mechi nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Irani inashiriki mashindano hayo licha ya mzozo unaoendelea wa kivita na Marekani. Timu za Afrika katika uwanja huo ni pamoja na Algeria, Cape Verde, DR Congo, Misri, Ghana, Cote d'Ivoire, Morocco, Senegal, Afrika Kusini pamoja na Tunisia. Timu kadhaa zikiwemo Cote d'Ivoire na Tunisia zinahitaji visa za watu wengi kuingia kwa sababu wana michezo inayoratibiwa nchini Marekani na pia Canada na Mexico. Kufikia siku ya Jumamosi asubuhi, idara ya jimbo la Marekani haikuwa imejibu ombi la maoni kutoka kwa Athletic. Malalamiko ya Marekani kunyima visa na kuchelewesha visa za maafisa pamoja na wachezaji mbalimbali wa timu za taifa limeibuka na limechukua nafasi kubwa. Hivi karibuni Irani ilishutumu Marekani kwa ubaguzi kufuatia kukataliwa kwa visa za kombe la dunia kwa maafisa wake. Balozi wa Irani ulishutumu Marekani kwa ubaguzi wa makusudi baada ya visa kutotolewa kwa wafanyakazi wasimamizi na washauri wa kiufundi wa timu ya taifa. Irani siku ya Jumamosi ilishutumu Marekani, mwenyeji wa kombe la dunia, kwa kile ilichokiita ubaguzi na kutowapa visa baadhi ya wajumbe wa Irani kwenye michuano hiyo. Kwa nini husemi kwamba visa vilinyimwa kwa sehemu kubwa ya wasimamizi na wafanyakazi wakuu, washauri wa kiufundi na wengine ambao ni sehemu muhimu ya timu yeyote ya kitaifa ya kandanda? Ubalozi wa Irani mjini Uturuki ulisema katika chapisho la X, akimaanisha tangazo la awali la mjumbe wa Marekani Tom Barak kwamba visa vimetolewa kwa wachezaji. Sasa umeongeza unyanyasaji wa kimakusudi na wa kibaguzi dhidi ya timu ya taifa ya kandanda ya Irani hadi kiwango chake cha juu, ubalozi huo uliongeza. Siku ya Ijumaa, Barak aliupongeza ubalozi wa Marekani mjini Ankara kwa utoaji wa visa na kushughulikia kazi kwa timu ya taifa ya kandanda ya Irani, baada ya mkuu wa shirikisho la soka la Irani Mehdi Taji kusema siku hiyo hiyo kwamba ujumbe wa Irani umewasilisha pasipoti kwa ajili ya visa. Lakini ripoti ya Jumamosi kutoka kwa vyombo vya habari vya Irani, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari vya michezo Vashek Free, zilisema ujumbe ikiwa ni pamoja na Taji pamoja na watendaji wakuu wa wachambuzi hawajapewa visa. Wairani walihamisha kambi yao ya kombe la dunia ambayo awali ilipangwa kuwa Tucson, Arizona, hadi mji wa mpakani mwa kaskazini magharibi mwa Mexico wa Tijuana. Mechi zote tatu za makundi za timu hiyo ziko Marekani. Timu ya kocha Meli itaanzisha mchuano wao wa michezo miwili mjini Los Angeles dhidi ya New Zealand Juni 15 na Ubelgiji Juni 21 na kucheza na Misri Juni 27 huko Seattle. Shutuma nyingine nzito ni kutoka Afrika Kusini ambayo iliwasili Mexico bila kocha msaidizi aliyenyimwa visa ya kuingia nchini Marekani. Juni 1, 2026, Afrika Kusini ilielekea kwenye kambi yake ya mazoezi ya kombe la dunia Pachuca siku ya Jumatatu kabla ya mechi yao dhidi ya wenyeji Mexico Juni 11, lakini bila kocha msaidizi Helmani Mkalele ambaye hajapata visa ya Marekani. Ndege yao ya kukodi iliondoka jijini Johannesburg baada ya masaa 24 ya heka ambapo awali walitarajiwa kuondoka siku ya Jumapili, lakini haikuwezekana kutokana na kucheleweshwa kwa visa kwa kile kilichoelezwa kuwa tatizo la usimamizi wa shirikisho la soka Afrika Kusini SAFA.
Mkalele, winga wa zamani wa kimataifa ambaye alicheza katika timu ya taifa ya Bafana Bafana mara 66 ikiwemo mara ya kwanza katika kombe la dunia Ufaransa lililofanyika Ufaransa 1998, itabidi kuungana na timu baadaye kutokana na kunyimwa visa hapo awali. Wametunyima visa ubalozi mdogo wa Marekani Johannesburg, lakini hawakutoa ufafanuzi. Ni tatizo kubwa kukabiliana na hali hii ambapo haupati taarifa yoyote. Rais wa SAFA Dani Jordan aliambia shirikisho la habari la taifa la serikali siku ya Jumatatu, hatujui kwa nini walinyima visa. Hatufahamu chochote, lakini tuna matumaini kuwa swala hilo litatatuliwa karibuni. Wachezaji wote wako ndani ya ndege na 99% ya benchi la ufundi. Afrika Kusini inacheza na Jamaica mechi ya kirafiki siku ya Ijumaa kabla ya kukabiliana na Mexico kwenye mechi ya kombe la dunia katika mji wa Mexico City.